the optics are not good at all. Ile image, ile taswira ya mtu yote anayeangalia haya na aliyasikia haya, kichwa chake kitaanza kuzunguka na atajua kwamba kuna mchezo mchafu. Wanatumia hiyo lugha, ndani zangu watakuwa na haki ya kujibu tu, hamna shida. But the image doesn't look right. Ningependa mahakama itakapokuwa inafanya maamuzi yake, naomba iende kwanza katika dibaji au utangulizi wa katiba ya nchi yetu. Naomba nisome tukumbushane, maana hii ni nchi yetu, wakati mwingine hatufahamu katiba yetu. Kuna wataalamu walituambia kwamba watatupatia mafunzo ya katiba kwa miaka mitatu, mpaka leo hawajaribu kuanza. Nadhani mawakili wao watu wako upande wa pili. Inasema hivi, Mheshimiwa, kwa kuwa sisi wananchi wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, natumia neno ya Tanzania, sio wa Tanzania, kuna tatizo la Kiswahili ya Tanzania, tumeamua rasmi na kwa dhati kujenga katika nchi yetu jamii inayozingatia misingi ya uhuru, haki, udugu na amani. Na kwa kuwa misingi hiyo yaweza tu kutekelezwa katika jamii yenye demokrasia ambayo serikali yake husimamiwa na bunge lenye wajumbe waliochaguliwa na wanawakilisha wananchi, na pia yenye mahakama huru zinazotekeleza wajibu wa kutoa haki bila woga wala upendeleo wowote. Na baada ya pale nasema hivyo basi, kwa maana yake tunatokea azimio la Watanzania wote, tunatengeneza katiba yetu hii. Maana yake mahakama yetu inatakiwa kuwa huru, haitaki kumwogopa mtu yeyote, awe na mabavu, ajifunike uso, haitaki kumwogopa. Sasa maombi yaliyoko mbele yako Mheshimiwa ni maombi ambayo yanataka haki itolewe gizani, ambayo tumeambiwa imepelekwa huko. Bahati mbaya sasa hatujaletewa. Haki inapelekwa wapi? Hiyo haki itatolewa gizani. Mshtakiwa ambaye ana haki kabisa ya katiba ya kusikilizwa kwa ukamilifu, ibara ya 13 ibara ndogo ya pili ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania inasema, ibara ya 13 ibara ndogo ya 6A, wakati haki na wajibu kwa mtu yeyote inapohitajika kufanyiwa maamuzi na mahakama au chombo kingine chochote kinachohusika, basi mtu huyo ya kupewa fursa ya kusikilizwa kwa ukamilifu, na pia haki ya kukata rufani, kusikilizwa kwa ukamilifu. Haya maneno ya kuandikwa hivi, neno ukamilifu lina maana nyingi sana ndani yake. Maana yake ni vile vile ni haki ambayo Kibatala alikuwa anazungumzia, haki ya kumuona mshtaki, haki ya kumuona mshtaki na shahidi. Katika mahakama ya wazi ingekuwa na nyaraka zilizotumiwa ili nini aweze kujitetea, uweze kutumia nyaraka ukaamua kesi, wakati mtu anayetuhumiwa hii nyaraka hawezi kuiona, anayemtuhumu au anatoa ushahidi dhidi yake hajamuona. Mwingine Mheshimiwa, sio kama ndio kabisa. Nazungumzia tu maana hoja yetu kutupende wapi tuende hapo. Nadhani tunakwenda kuzungumzia ule ukatiba wa hicho kifungu. Kwa sababu hicho kifungu cha 188 kinasema hivi, notwithstanding any other written law, before filing a charge or information or at any stage of the proceedings under this act, the court may upon an ex parte application by the Director of Public Prosecution order a witness testimony to be given through video conferencing in accordance with the Provision of the Evidence Act, non-disclosure or limitation as to the identity and whereabouts of a witness, taking into account the security of a witness, non-disclosure of the statements,
and other protectional measure as the court may consider appropriate. Tunasema hivi mheshimiwa. See. Sasa then see, non-disclosure of statements or documents likely to lead to the identification of a witness, likely to lead to the identification of a witness. Mheshimiwa, bila kuingilia katika kesi ambayo iko mbele yako, hii ni kesi inayohusu maneno ambayo mshtakiwa kasema mbele ya adha yako kwenye YouTube wanayosema sui jambo. Hapa unamficha nani? Ungeniambia ningekuwa na kuelewa. Nafahamu Marekani wana Pfizer. Angalau kwa sababu angalau nafahamu wana Pfizer ile shule ambao wanaweza kuficha vitu. Kuna mahakama ya Pfizer Court. Lakini lazima uestablish kwamba huyu mtu au ushahidi huu ni kama ule wa kijasusi. Hapa kuna ujasusi gani mheshimiwa, mtu katamka maneno? Yaani ningekuwa namlinda jasusi, kwa majasusi wapo majasusi. Kwa sababu ni watu wengine wamevaa nguo zao hapo kwa kweli. Sasa anakuwa na kodi vizuri. Kama tunasikiza application. Sasa okay, sasa nasema hivi. Hiyo protection I'm connecting the dots kwamba hii provision tunavyoiona sisi, mahakama haiwezi kaendelea kusikiliza kesi hii wakati kuna kifungu cha hatari kama hiki kwenye sheria za nchi yetu. There is no any safeguard whatsoever ambayo mtu anaiona hapa, na ni swala ambalo tunapenda mahakama kuu iweze kuliangalia. Does it comply with Article 10 sub Article 2 of the Constitution? Kama ni derogation, so long as you are derogating on someone's right, there must be some protections ambazo zinakubalika kuhakikisha kwamba hiyo cannot be arbitrary use. Sasa hapa there is zero, yani ni sheria ipo. Kwa hiyo tunasemaje? Mwaliko wetu mheshimiwa ni kwamba sio tu katika hiyo ibara ya 16, 13, 1 na 2 au 6A, bali pia iangalie ibara ya 29, ibara ndogo ya kwanza. Kila mtu katika Jamhuri ya Muungano anaye haki ya kufaidi haki za msingi za binadamu na matokeo ya kila mtu kutekeleza wajibu wake kwa jamii kama zilizofanuliwa katika ibara ya 12 hadi ya 28 ya sehemu ya katiba. Hiyo ni 29(1). 29(2), kila mtu katika Jamhuri ya Muungano anayo haki ya kupata hifadhi sawa chini ya sheria za Jamhuri ya Muungano. Sana 29(5) mheshimiwa, ili watu wote waweze kufaidi haki na uhuru vilivyotajwa na katiba hii. Kila mtu ana wajibu wa kutenda na kuendesha shughuli zake kwa namna ambayo haitaingilia haki na uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma. 29(5), wao wanatakiwa kutoingilia haki za huyu na sisi tunatakiwa kuingilia haki zao. Tuenende wote, tuenende sawa, mienendo yetu iwe sawa. Sio hapo tu mheshimiwa, naomba mahakama yako vile vile iangalie ibara ya 30(1). Haki na uhuru wa binadamu ambavyo misingi yake imeorodheshwa katika katiba hii haitatumiwa na mtu mmoja kwa maana ambayo itasababisha kuingiliwa kati au katizwa kwa haki na uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma. Na sisi tunasema hapa haki zao za kushtaki mtu hazitakiwi kutumiwa katika namna ambayo itasababisha mwingine awe persecuted. Kwa hiyo 31 hicho kifungu kinatakiwa kikawe tested, kikaangaliwe je ukatiba wake, alafu je. Swala jingine mheshimiwa, is it necessary in a democratic society? Kwa sababu ni kanuni ya msingi ya kisheria na haki za binadamu. Hiyo derogation must be necessary in a democratic society. It is not necessary. And more importantly, under the circumstances of this case, what will be the optics of such law?
and even in the image of the court before the rest of the public. Jaji Mkakingira katika kesi ya Joseph Kesi bila Dar es Salaam City Council ya mwaka 90, Joseph D. Kesi versus Dar es Salaam City Council ilifunga dampo la Tabata. Alisema, if you are given, I can just supply the proper citation because it's a non-reported case. Alisema he has never had it that the government can be allowed to go and protect the environment. But what the worst thing is to enlist the assistance of the court in that infringement. Paraphrasing God's words, the court is being enlisted to further the trampling of the rights of who? Of the accused person. As I said, tunasema kwamba that provision, is it constitutional? But the question that we want the court to do is to refer this particular section to a constitutional court to determine its constitutionality and whether it is a necessary derogation in a democratic society. Tanzania tunasema sisi ni nchi ya kidemokrasia. Are we living up to billing? Sasa hayo ndio maswali, na kama walivyosema wenzangu, mheshimiwa, hatari ambayo mahakama hii inataka kunani, ukumbuke nimeanza kwa kusoma katika preamble ya katiba. Mahakama huru inatoa haki bila uoga wala upendeleo wa aina yoyote. Sasa kama mahakama inatoa au review application itakapokuwa, itasababisha wote 15 mashahidi hao wasije mbele yako, wasije mbele ya mahakama. Je, optics za mahakama zitakuwa, image ya mahakama itakuwa? Na ukumbuke mheshimiwa, wenzetu wataalamu hawa waling'ang'ania sana kufanya virtual proceedings. Tukasema kesi hii isiendeshwe virtually. The public, it is in the interest of the public to have an open trial, and for the witnesses and for the accuser and the witnesses to be in court. Then the public should be able to know who is an enemy of the people, like Ibsen wrote. It was funny to an enemy of the people. So the public needs to know who is an enemy of the people. Mheshimiwa, naomba nimwachie wakili Profesa aendelee. Asante.